Shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje ya Palestina zimelaani vikali kuzingirwa kwa nyumba za familia za Palestina na walowezi wa Israel katika kijiji cha Kusra, eneo la Nablus, ukingoni mwa magharibi unaokaliwa. Taarifa hizo zimetolewa Alhamisi wakati walowezi hao wakiendelea kuzingira nyumba za familia tatu katika eneo la Ras Al Ain kwa usiku wa 5 mfululizo. Kwa mujibu wa taarifa, walowezi hao wamekuwa wakizuia wakazi kutoka au kuingia katika nyumba zao na kukata huduma muhimu ikiwemo maji na umeme. Takriban wakazi 15 wakiwemo watoto wawili waliripotiwa kunaswa ndani ya nyumba hizo kutokana na mzingira huo. Hali hiyo pia imeathiri upatikanaji wa huduma za dharura kwa familia zilizozingirwa. Jeshi la Israel lilituma wanajeshi zaidi katika eneo hilo baada ya shinikizo la kuongezeka, likisema hatua hiyo inalenga kulinda wakazi na kudhibiti hali ya usalama. Hata hivyo, ripoti zinaeleza kuwa baadhi ya familia zilizoondolewa katika nyumba zao huku wanajeshi wakiingia katika baadhi ya nyumba hizo, jambo lililoibua malalamiko kutoka kwa Palestina na mashirika ya haki za binadamu. Tukio hilo pia limezua ukosoaji mkubwa ndani na nje ya Israel. Balozi wa Marekani nchini Israel amelaani vitendo vya walowezi hao na kuvielezea kama kitendo cha ugaidi. Wakati huo huo, jeshi la Israel limeanza kuchukua hatua dhidi ya baadhi ya walowezi na kuvunja vituo visivyo halali vilivyojengwa karibu na eneo hilo. Umoja wa Mataifa umeendelea kueleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi ya walowezi dhidi ya Palestina katika ukingo wa Magharibi.